Naomba fungue Biblia yako katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ya 9. Kuna mambo Mungu amenisemesha kwenye kipindi hiki cha Pasaka, na Mungu akanisaidia yakakutana. Nimepanga maombi ya siku 21 tangu mwanzo wa mwaka, nikagundua haya yatakuwa agenda ya kuomba kwetu katika siku hizi 21. Mambo mengi niyasema Jumapili iliyopita, lakini tukiwa tumeanza kuomba Jumatano, Roho wa Mungu alinielekeza nizungumze jambo linaloitwa majitu, kwamba tunapoomba tushughulike na jambo linaloitwa majitu. Majitu yale yalikuwa ni watu. Nitafundisha jioni, kwa sasa sio muda wa kufundisha. Jioni nitapata nafasi ya kuelezea chimbuko la yale majitu. Kwa sasa hivi siwezi kutumia nafasi hiyo, nitachelewa. Kwenye ibada ya jioni tulikuwa tunajiandaa kuingia kwenye maombi, nitapata nafasi ya kueleza kidogo chimbuko la yale majitu. Kulikuwa na majitu enzi za zamani hapo Mashariki ya Kati. Wale watu walikuwa ni wakubwa na hawana maumbile ya kawaida ya wanadamu wa kawaida. Kulikuwa na watu wa kawaida na kulikuwa na watu wasio wa kawaida. Walijulikana kama giants. Kwa Kiingereza waliitwa giants. Sasa hivi kwa Kiebrania walikuwa nasemaje, lakini walivyotafsiri kwa Kiingereza wakawaita giants. Watu wale ambao walikuwa ni giants walikaa eneo kubwa la Mashariki ya Kati, na zaidi sana katika nchi ya Kanaani. Watu wale walikuwepo kabla ya gharika, na gharika ilipokuja iliwaua wote. Wakabaki watu wa kawaida, familia ya mtu anaitwa Nuhu, ambao hawakuwa majitu. Walikuwa ni watu tu wa kawaida wanaotokana kizazi cha Adam na Seti. Kutokea Adam kuja Seti mpaka hapa. Lakini baadaye tunaona tena kutoka pasipojulikana. Tunajua dunia ya kawaida ya watu wa kawaida ilitengenezwa na vizazi vya watu watatu. Kuna waliotokana na Shem mwana wa Nuhu, kuna waliotokana na Jafet mwana wa Nuhu, na kuna waliotokana na Ham mwana wa Nuhu. Na miongoni mwa hao wote hapakuwepo na kizazi cha majitu. Lakini tunaona baada ya gharika tena majitu yapo. Hiyo nitaieleza jioni. Majitu yapo. Wana wa Israeli wanatoka Misri. Mungu anamwambia Musa watume wakaipeleze ile nchi. Wanaenda wanakutana na majitu. Majitu yameenea katika baadhi ya maeneo.
Ukiondoa Wayebusi waliokuwa watu wa kawaida kule maeneo ya Yerusalemu, jirani na hapo Yerusalemu palikuwa na mahali panaitwa bonde la Warefai. Warefai walikuwa ni kundi moja wapo na yale majitu. Kule Hebron kulikuwa na Wakanani wa kawaida, lakini kulikuwa pia na Waanaki ambao ni majitu. Kwa majitu yalikuwepo maeneo haya ya Gaza, Gathi, yalikuwa na hayo majamaa majitu. Mengine ya hayo yalikuwa ng'ambo ya mto Yordani, kipande ambacho kwa miaka hii kinaitwa Golani Heights, na maeneo ya huko Syria kidogo kusini na pande wa ng'ambo ile. Wale walikuwa wanaitwa majitu, na nchi yao iliitwa Bashani, ambayo tafsiri yake ni Land of Giants. Nchi ilikuwa inaitwa Bashani, na mfalme wao alikuwa anaitwa Ogu. Analalia kitanda ambacho kina dhiraa 9 urefu wake. Dhiraa 9, dhiraa moja ni kadri ya nusu mita. Ukisema dhiraa 9 unaongelea urefu wa mita 4.5. Kwa kuonyesha wale wasiojua vipimo hivyo, sisi wakati tunajenga nyumba hii tulikuwa tunapima nguzo hadi nguzo mita 3. Sasa ukitaka kujua mita 4.5, anzia kwenye nguzo hii hapa uende mpaka pale katikati kioo kinapotengana mpaka pale lile dirisha pale. Kutokea hapa ndio kitanda cha jamaa alikuwa anaitwa Ogu, mfalme wa Bashani, urefu wa kitanda chake. Sasa jamaa unafikiri alikuwa analinganaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Anatoka hapo amelala. Ogu amelala, miguu iko hapa, kichwa kiko kule. Walikuwa ni majitu makubwa, sio kizazi cha wanadamu wa kawaida. Na jambo lingine kuhusiana na majitu, hakuna hata limoja liliwahi kumtambua Mungu likamcha. Ndani mwa majitu hayo siku zote hapakuwepo na kumcha Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Yote kwa kadri yalivyokuwa yalikuwa napingana na Mungu, yalikuwa napingana na kila mpango wa Mungu. Kila mahali pana mpango wa Mungu yanakuja kuharibu. Kabla ya gharika yalikuwepo, na dunia ikachafuka mpaka Mungu akasema, najuta kwa sababu nimeumba watu. Na sababu kubwa, yale majitu miaka hiyo yalichangamana na wanadamu, yakawaambukiza ushetani. Kwa mara ya kwanza Mungu akakasirika, akafuta dunia yote, akabakiza mtu mmoja na familia yake. Majitu yale kwa vizazi vyao vyote, ndani mwao hapakuwepo na kitu kinaitwa kumcha Mungu, lakini wakati wote yalikuwa yanapingana na kila mpango na kila kusudi la Mungu, na yana utaratibu wa makusudi wa kuharibu kila anachofanya Mungu. Kila kitu cha Mungu, majitu yalikuwa na agenda ya kuja kukiharibu.
Na kwa sababu hiyo Mungu akadhamiria majitu yale yauawe, yatokomezwe, yasiwepo duniani. Na nadhani hilo lilifanikiwa, kwa sababu sasa hivi hatuna kizazi hicho cha hao watu tena. Hata tukipata mtu mrefu kama ule urefu niliosema, anaweza kutokea mmoja, lakini ukiangalia ndugu zake na wazazi wake na wengine sio wa hivyo. Unajua ni kitu tu kilitokea kwenye mambo haya ya genes. Lakini yale yalikuwa hayako hivyo. Yalikuwa ni majitu na yanazaa majitu, na majukuu majitu, matukuu majitu, yote ni majitu. Haleluya. Ilikuwa ni spishi nyingine, ambayo kitu ambacho nitaeleza jioni kama mtakuwepo. Ile ilikuwa ni spishi nyingine, na Mungu akaifuta isiwepo duniani, na haipo duniani kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka tusome Biblia. Nimesema wiki hii na katika maombi haya tunashughulika na majitu. Sasa sio yale majitu yanayotembea kama yale. Maisha yetu yana majitu. Haleluya. Majitu ambayo shughuli yao ni kuhakikisha kila anachofanya Mungu kwenye maisha yetu, kila anachofanya Mungu kwenye kazi ya Mungu, yanataka kukiharibu. Kila unachofanya kwenye eneo lolote la maisha yako, majitu yana agenda ya kuua, yana agenda ya kuharibu. Haleluya. Si majitu ya damu na nyama, lakini saa nyingine watu wa damu na nyama bila kujitambua wanaweza kukubali akawatumia. Haleluya. Kakuta mtu mzuri tu yuko na yanaharibu vitu vya kimungu. Bwana Yesu sasa. Mtu mzuri tu shetani yuko anamtumia kuharibu kazi ya Mungu, kurudisha nyuma watu wengine na mambo kama hayo. Sasa tutaomba watu wa hivyo Mungu awafungue, yawaachie kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Nasoma sasa, nilikuwa nakupa picha ili uelewe. Nasoma kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 5. Sikiza Israeli, hivi leo unataka kuvuka Yordani uingie kwa kuamiliki mataifa yaliyo makubwa na yenye nguvu kukupita wewe, miji mikubwa iliyojengwa kuta hata mbinguni, watu wakubwa warefu, wana wa Anaki wajuao, uliokuwa ukisikia wakitajwa hivi, ni nani awezaye kusimama mbele ya wana wa Anaki? Basi jua siku hii ya leo kuwa Bwana Mungu wako ndiye akutanguliaye kuvuka mbele kama moto uteketezao. Atawaangamiza tena atawaangusha mbele yako, ndivyo utakavyowafukuza na kuwapoteza upesi, kama alivyokuambia Bwana. Usiseme moyoni mwako, Bwana Mungu wako atakapokwisha kuwasukumia nje mbele yako, ukasema ni kwa haki yangu alivyonitia Bwana nimiliki nchi hii, kwani ni kwa ajili ya uovu wa mataifa haya Bwana awafukuza mbele yako. Si kwa haki yako wala kwa unyofu wa moyo wako hivi uingiavyo kuimiliki nchi yao, lakini ni kwa uovu wa mataifa haya
Bwana Mungu wako awafukuza mbele yako, tena apate kuliweka imara hilo neno Bwana aliwapia baba zako Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Bwana wetu Yesu asifiwe. Nataka kusema kwamba usiogope majitu. Kama unataka kuandika, andika ndicho kichwa chenyewe na cha hicho ninachotaka kuongea. Usiogope majitu, au andika siogopi majitu, maana unajiandikia mwenyewe. Maana ukiandiki usiogope utakuwa kama unamwandikia mwingine. Haleluya. Unajiandikia mwenyewe. Andika tena, akiwezekana ukoleze wino, ili siku nyingine ukisoma ukumbuke kwamba niliandika mwenyewe kwamba siogopi. Jamani, kuna watu tuko pamoja. Kuna watu tuko pamoja. Kuna watu mioyo yao inachangamka kama mimi. Unavyoanza kuongea siogopi, lile neno siogopi majitu, si unasikia ndani kunavyochangamka? Siogopi majitu. Siogopi majitu. Bwana wetu Yesu asifiwe. Siogopi majitu. Haleluya. Biblia inasema Mungu akiwa ameamua kuwapa wana wa Israeli nchi ya Kanaani, wakati huo wameikaribia, wanataka kuvuka Yordani waingie. Musa naye anataka kuagana nao, maana yeye Mungu alimwambia hutavuka wewe. Mungu akampeleka kwenye kilima kimoja kirefu sana, ile ng'ambo ya pili, akamtazamisha, akamwambia ona ile nchi ndio niliyosema nitawapa, lakini wewe utaiona kwa macho bila kuingia. Kwa Musa akiwa anajua kwamba yeye hataingia, kwa anawaambia, kuwakumbusha maneno ambayo kwayo anaagana nao, ili kwamba waende wakaimiliki. Miongoni mwa mambo aliwaambia nchi mnayoiendea ni nchi ambayo ndani mwake kumejaa majitu. Ndani mwake kuna majitu, lakini hiyo nchi ya majitu ndio nchi yako Bwana anakupa katika jina la Yesu. Ambia jirani yako, hapo unapoona majitu kama imekalia, hapo ndio pa kwako. Haleluya, haleluya. Ile biashara unaona kama majitu yameikamata, kama huna upenyo, hebu tazama tena, hiyo ndio biashara yako. Pale mahali ambapo uliona hapa ningeinukia, lakini pameniwea pagumu, leo nakutangazia utainukia hapo katika jina la Yesu. Na Mungu anakuinulia hapo. Mungu anakuinulia hapo katika jina la Yesu. Neema na nguvu ya kukuinulia hapo na itangaza kwa maneno yenye mamlaka, na itangaza kwa maneno yaliyojaa neema ya Mungu, na inena kwa maneno ambayo yana ujumbe utokao mbinguni. Maana leo unaona majitu, lakini Bwana anasema usiogope, maana jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Musa anawaambia wana wa Israeli, nchi mnayoivukia ina majitu. Maboma yaliyojengwa na yale majitu ni marefu, yanafika mbinguni. Haleluya. Sio kwamba kweli alikuwa anafika mbinguni, ni lugha ya kibinadamu ya kuelezea urefu wa maboma yenyewe. Maana mbinguni ni ulimwengu wa roho. Huwezi kujenga kwa matofali halafu ukafika mbinguni, kwa sababu mbinguni hapafikiki, maana ni ulimwengu wa roho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa ni lugha ya kuambia maboma walioyajenga wale jamaa, sio vikuta hivi unafika unachungulia hivi, ni marefu mno. Haleluya. Huwezi kuingia, ni marefu mno. Watu wenyewe ni warefu mno, ni wakubwa mno, wana nguvu mno. Anasema wana nguvu kukushinda. Na mimi leo natabiria kanisa neema inayoachiliwa itakayokuwezesha kuwavuka waliokushinda, kuweza yaliyokushinda,
kumudu yanayoshindikana katika jina la Yesu. Akasema ni warefu, ni wakubwa kukushinda wewe, tena wana nguvu kukushinda wewe. Nataka uanze kuwarahisisha wanaokushinda wewe, anza kuwarahisisha katika jina la Yesu, kwa sababu anasema haleluya, haleluya, anasema usiwaogope, usiwaogope. Ambia jirani yako usiogope. Na mimi naambia kanisa usiogope, usiogope, usiogope magumu, usiogope wanaokushinda biashara, usiogope wanaokushinda uchumi, usiogope wanaokushinda umaarufu, usiogope wanaokushinda wengine ni wachawi wanakutishia, usiogope, wala hawawezi chochote mbele yako, kwa sababu Biblia inasema hivi. Hebu shika mtu mkono, mwambie usiogope wanaotumia hirizi. Haleluya, 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 haleluya. Usiogope waliojichanja chale, usiogope waliojizindika. Haleluya, haleluya. Na usiogope chochote. Bwana anasema hivi, kwa sababu si wewe utakayekwenda kuwaondoa, ila Bwana ataenda mbele yako. Bwana ataenda mbele yako. Bwana atakapokuwa naenda mbele yako, ataenda kama moto uteketezao. Jamani, kuna watu, haleluya, haleluya, haleluya. Niliposoma maneno hayo, halafu nikakumbuka maneno Mungu aliniambia kwamba Pasaka hii inayewekea rekodi kwenye ulimwengu wa roho. Pasaka hii sio Pasaka ya kula na kunywa kama ndio sema. Mungu aliniambia baada ya Pasaka, kama ambavyo wana wa Israeli walianzisha kalenda mpya, Mungu anaanzisha kalenda mpya kwenye maisha ya watu wa Mungu katika jina la Yesu. Pasaka ndio iliyoua Farao na majeshi ya Farao, ndio iliyoua wadhaliwa wa kwanza wa Misri. Pasaka ndio hapa fedha na dhahabu na kila kitu kizuri cha wa Misri walipewa na Pasaka. Na ndicho Mungu alichoniambia, sichukui Pasaka hii tulioimaliza kama ya kawaida, ndio maana naiendeleza kuiongelea, kwa sababu it is the beginning of time. Haleluya, haleluya. Ni mwanzo wa wakati mwingine. Jina la Mwokozi libarikiwe. Wangapi wanachangamka? Wangapi wana imani kama mimi? Wangapi wana imani kama mimi? Wangapi wanaona ninachoona? Wangapi wanasikia rohoni mwao ninachokisikia? Wangapi wako tayari kudaka ninachokidaka? Maana mimi nadaka kitu sasa hivi. Kuna kitu nimeshadaka tayari na kinatokea katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema hivi, Mungu atatangulia mbele yako. Mungu atatangulia mbele yako. Umeelewa mama? Mungu atatangulia mbele yako, na akiwa mbele yako anaenda kama moto uteketezao. Na akienda kama moto uteketezao, na hujafika wameungua wana wa Anaki. Majitu yameungua. Hebu sema majitu yameungua. Majitu yameungua. Kama unaamini neno la Bwana sema amina ya kutosha. Kama unaamini Mungu ni mkweli, sema amina ya kutosha. Kama unaamini Mungu hadanganyi, sema amina ya kutosha. Jina la Yesu libarikiwe. Anasema hivi, usiwaogope kwa sababu ni Mungu
atakayetangulia mbele yako wakati unakabiri yale maboma makubwa marefu mpaka mbinguni. Wamejenga warefu wa namna hiyo, unayosema wenye nguvu kuliko wewe. Mungu anaenda kama moto mbele yako, anayawasha maboma, halafu wewe utakapokuja utakwenda kumiliki. Mwambie jirani yako, kazi yako ni kumiliki. Vita ni Mungu. Sema tena kama muamini, vita ni Mungu, kazi yangu kumiliki. Vita nafanya Bwana, kazi yangu kumiliki. Nimegundua aliyekaa karibu na wewe ni mtu mzuri. Nilitaka mwambie kama nataka kunizuia. Nikagundua ni mzuri, usimwambie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema Bwana atatangulia mbele yako kama moto. Yale yanakuhusu wewe, hayo ni wewe mwenyewe. Lakini hatuhusu wote kama kanisa. Hayo na mimi nimeshasimama tayari. Hayo mimi ndio niko natamka matamko haya. Yeyote atakayesimama mbele yetu kama kanisa. Haleluya, 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 haleluya. Mungu anatangulia mbele yetu kama moto. Na kwa kuwa anatangulia mbele yetu kama moto, sisi tutakuta majivu, halafu tunaanza kumiliki katika jina la Yesu. 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 Mungu akasema kwa swala la kumilikisha nchi, hilo halina swali. Huhitaji kujiuliza kuna majitu au hakuna majitu. Nimesema naenda kukumilikisha nchi ile. Na nikikumilikisha, usiseme ni kwa sababu mimi nilikuwa mwenye haki. Lakini ujue Mungu ameangalia uovu wa yale majitu. Ni kwa sababu ya uovu wa yale mataifa Mungu awaondoa mbele yako. Kama umenielewa, ni hivi: kila anayesimama kwa uovu mbele yako anaondolewa kwa jina la Yesu. Kila kilicho kiovu kinachosimama mbele yako kwa uovu kinaondolewa kwa sababu ya uovu wake. Kinapisha kwa sababu ya uovu wake. Kila kinachofanya ubaya dhidi yako kinaondolewa kwa sababu hiyo ya huo ubaya. Kwa sababu ya ubaya huo kinaondolewa kwa jina la Yesu. Kinaondolewa kwa jina la Yesu. Kwa sababu ya uovu huo. Anasema na waondoa si kwa sababu wewe ni mwenye haki sana. Nakupa nchi yao si kwa sababu wewe ni mwenye haki sana. Nakupa nchi yao kwa sababu ya uovu wao. Haleluya. Yale majamaa hayakuwa na Mungu kabisa, na hayataki kuwa na Mungu kabisa. Haleluya. Na yanapingana na Mungu kwa kila njia. Ni mashetani kwa namna zote, japo kuwa ni wanadamu wenye mifupa na damu, lakini ni mashetani kwa namna yote. Mungu akasema kwa sababu ya uovu wao ninawaondoa. Kwa sababu ya uovu wao ninawaangamiza. Na kwa sababu nawaangamiza, nakupa kumiliki nchi yao. Wangapi wanamkumbuka Hamani kwenye kitabu cha Esther? Haleluya. Hamani, japokuwa yeye nadhani hatokani na wale, anaitwa Hamani bin Hamadatha Mwagagi.
Sasa sina hakika kama ana chimbuko kwa yule Agagi mfalme wa Amaleki ambaye aliuawa na Samueli wakati wa Sauli. Kama ana chimbuko kule, basi yule ni Mwamaleki. Bwana Yesu sasa hakuwa jitu wala chimbuko la majitu. Amaleki ni miongoni mwa watu waliotokana na Ibrahimu katika vizazi vya wale wake zake wadogodogo wale wa baadaye kina Ketura. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Amaleki alikuwa kinyume sana na Israeli. Alimkatalia kupita, ugomvi wake na Mungu, alimkatalia Israeli kupita. Israeli mwambia, nipe barabara tu nipite, sitakula chochote cha kwako wala sitachukua kitu, nataka tu barabara ya kupita sisi twende zetu kwenye nchi Mungu anayotupeleka. Badala ya kumpisha, akaleta silaha kumpiga. Amaleki kaja kumpiga Israeli wakati Israeli anamuomba njia ya kupita akiwa anaenda Kanaani. Amaleki kainua jeshi kaja kupigana na Israeli. Mungu akakasirika, akasema nitafuta kizazi cha Amaleki wote, hakitakuwepo duniani. Kwa sababu jambo hili walilolifanya, nitafuta Amaleki juu ya uso wa nchi. Mwambie jirani yako, huo ndio utaratibu wa kimungu. Ukiwa unaishi ndani ya agenda ya Mungu, halafu unaenda kwenye ahadi zako na kwenye baraka Mungu amekuahidia, kwenye makusudi ya kimungu kwenye maisha yako, halafu mwingine asimama hapa kuzuia, hilo linamfanya Mungu haondoke naye. Haleluya. Akasema kwa sababu Israeli ameomba kupita aende nchi niliyomwambia, niliyompa, na wewe unasimama kumzuia, basi nafuta kizazi chako, hakitakuwepo juu ya uso wa nchi. Amaleki wakawepo kwa sababu ile vita Waisraeli waliwashinda. Waisraeli wakaendelea na safari, wakafika Kanaani, wakawepo miaka mingi, karibu 400 na karibu 450 au 440. Sauli akiwa anatawala, Mungu akasema nimekumbuka lile nilisema kwamba nitafuta Amaleki. Kwa hiyo Sauli nakutuma, nenda kule Amaleki, uwa kila kitu, usibakize. Uwa wanadamu, uwa na wanyama, yani uwe na usibakize chochote. Nataka kufuta Amaleki kama nilivyosema. Sauli alipoenda, akaenda na tamaa zake, kapiga kweli kama Mungu alivyomtuma. Mungu akamjalia akashinda kweli, lakini vitu vizuri anavitaka. Haleluya. Kachagua ng'ombe wazuri wazuri, kondoo wazuri wazuri na nini wazuri wazuri, mpaka na mfalme amchukua. Mfalme alimchukua si kwa sababu anamtaka, ila sifa. Ukipigana vitu ukateka mpaka mfalme, lazima umeshinda sana. Sifa. Akaenda akarudi. Mungu akamwambia Samueli, najuta kumweka Sauli kuwa mfalme kwa sababu amekaidi neno lililomtuma. Samueli akaenda akakutana na Sauli, akamuuliza kwanza, ile tu anafika anamwambia, mtumishi wa Bwana, lile neno la Bwana nimeshalitekeleza lote. Akamwambia, na hizi keleza ng'ombe ninazosikia na za kondoo. Haleluya. Sasa hizi ni watu tu walisema waje wamtolee Bwana sadaka. Anasingizia watu. Kwani Mungu amekwambia anapenda sadaka kuliko utii?
Muulize jirani yako, kwani Mungu anapenda sadaka kuliko utii? Haleluya. Akamwambia ni heri kutii kuliko sadaka. Utii ni bora kuliko sadaka. Na ukaidi ni kama dhambi ya uchawi. Haleluya. Sema kama ni hivyo, inawezekana wachawi ni wengi. Kama na ukaidi ni kama dhambi ya uchawi, inawezekana wachawi wako wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Akamwambia kwa sababu umekataa neno la Bwana, Bwana naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Ndio Sauli akapoteza ufalme kwa urahisi hivyo, kwa sababu Mungu alikuwa na kisasi na Amaleki. Yeye akaingia katikati kumpinga Mungu kisasi chake. Amaleki walimpinga Mungu mpango wake wa kuwafikisha Israeli Kanani. Akasema na waua wote. Akamtuma Sauli kuwaua. Sauli naye akaenda kapinga mpango wa Mungu wa kuua Amaleki wote. Mungu akamondoa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Hamani bin Hamadatha Mwagagi, kama na mahusiano na yule Agagi wa Amaleki, kama ni miongoni mwa walitoroka huko wakati wa yale mauaji, labda mababu zake walitoroka, maana ishapita miaka mingi, ndimetokea yuko kule Uajemi, hatujui. Lakini huyo naye akafanya mambo yale yale tena. Akataka kuua Wayahudi wote katika ufalme wa Ahasuero kule Uajemi. Mungu akachukia, akapindua mambo kinyume, akamondoa Agagi bin Hamadatha, akamondoa Hamani bin Hamadatha Mwagagi. Nyumba yake akampa Esther. Kiti chake cha utawala akampa Mordekai. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Ndio maana nimekuambia usiogope majitu. Hapo yalipokaa unakaa wewe. Usiogope Hamani, hapa alipokaa unakaa wewe katika jina la Yesu. Kiti alichokuwa nacho unakaa wewe katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Naongea lugha ya kiroho lakini najua umeshanielewa tayari. Kuna majitu lazima yaondoke. Mungu ametangaza tangu Biblia majitu ya uwawe yasiwepo, na hata sasa utangaza majitu ya uwawe yasiwepo katika jina la Yesu. Majitu ya uwawe yasiwepo katika jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai. Kila kilichosimama, kama umenielewa, naomba usimame. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nachosema ni hiki. Tumeteswa na hofu. Na hofu ni mashaka. Na mashaka ni kutokuamini. Narudia tena. Tunateswa na hofu. Na hofu ni mashaka. Na mashaka ni kutokuamini. Na mashaka ambayo ni kutokuamini yaliwafanya wengi wakashindwa kuwaua majitu, na majitu yakawatesa. Wangewaua mara ya kwanza, Daudi asingekuwa na kazi ya kupambana na kina Goliati. Kina Goliati walikuwepo kwa sababu kuna watu walikuja wakaambiwa uwa majitu, wakawabakiza. Nataka wakati huu niombe nawe kwa ajili ya mambo mawili peke yake.
nataka nikuombe au niombe pamoja na wewe kwa habari ya kwani mtu ambaye umejaa wivu wa Bwana, ambaye hauko tayari kuona anachofanya shetani kinabaki kimesimama tena, katika jina la Yesu. Mungu atie kitu cha kimungu kama alivyotia ndani ya Kalebu, akasema hao msiogope, kwetu sisi hao ni chakula. Kama Kalebu aliosema, japokuwa nimezeeka ni miaka 85, lakini na nguvu kama za miaka 40, nitayapiga haya majitu. Haleluya. Mungu akutie jambo hilo. Moja ya mambo yanatutesa ni kule kusikia neno la Mungu tukapokea tu ule muda wa kupokea. Baada ya kuondoka kwenye kitu ulichokali unapokea, ulichopokea chote kimeishia hapo. Unaenda kuishi yale yale uliokuwa unaishi, maisha yale yale. Ndicho kimetutesa siku zote. Lakini nataka ibada ya leo uichukue ni ibada maalum, imetengeneza kitu kwenye maisha yako. Ukiondoka, anza kutafuta majitu kwa jina la Yesu. Shughulika na majitu kwa jina la Yesu. Ninaamini kabla hatujafika Ijumaa ya wiki ijayo, kutakuwa na watu wana shuhuda ya mambo yametokea kwenye maisha yao, kwenye maeneo yao ya kazi, kwenye eneo zao za biashara, kwenye familia zao. Kuna watu watakuwa na shuhudia mambo Mungu amefanya kwa sababu wameondoka, wameelewa. Musa anawaambia wana wa Israeli, nenda lakini usiwaogope. Bwana Mungu wako anakutangulia kama moto unaoteketeza. Nenda, jua Mungu yuko mbele yako. Nenda ukijua Mungu yuko mbele yako, na Mungu anakwenda kufanya kazi mbele yako. Utaiona kazi ya Mungu atakayoifanya katika jina la Yesu. Jambo la pili, nataka niombe nafasi ulizoporwa zirudi kwa jina la Yesu. Kila nguvu iliyokaa mahali pako utachukua kwa jina la Yesu. Napokusema nguvu, yawezekana si lazima watu. Unajua sipoelewa lugha ya kiroho naweza kudhani nazungumza watu. Kuna vitu ulimwengu wa roho navyo ni vipinzani vikubwa sana. Yani hata unafanyaje husogei, hutoboi, wanasema Waswahili. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Na mimi naomba Mungu akusaidie kuwa na ufahamu huo. Haleluya. Mungu anasema naenda kukumilikisha nchi yao, na wafukuza mbele yako na mahali pako na kukalisha wewe. Na wafukuza mbele yako na mahali pao na kukalisha. Ndio maana nilisema agenda ya maombi haya tunaongelea kurudi kwenye uhalisia wetu. Kuna mahali unakaa sio pa kwako, kuna aliyekalia mwingine. Kuna nguvu imekalia mahali utakiwa kukalia. Nataka ukae hapo kwa jina la Yesu. Nataka urudi hapo kwa jina la Yesu. Nguvu ukalia mahali utakiwa kukalia, ikupishe ukakae kwa jina la Yesu. Mungu anasema na wafukuza mbele yako na utakaa mahali pao katika jina la Yesu. Na wafukuza mbele yako na utakaa mahali pao katika jina la Yesu. Inua mikono yako mbele za Bwana. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Ninaomba unisaidie neno hili lipandwe ndani mwangu, namna ambavyo nimelisikia iwe kama Musa alivyolisikia, na Musa alivyolinena kwa wana wa Israeli, niwe kama walivyolipokea katika jina la Yesu. Nione uhalisia wa yale maboma, nione uhalisia wa yale majitu, lakini pia nione uhalisia wa wewe unayetangulia mbele yangu, ukiwa unawaka kama moto unayoteketeza, ili niweze kuona unavyoteketeza majitu yale na maboma yao yote, na kunimilikisha mahali pao katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, kutokea sasa ninapokea roho ya kusonga mbele
roho ya kukufuata wewe unaponitangulia, unaposema, unapotangaza, unapotabiri. Najua uko mbele yangu, unatoka mbele yangu kwa vita, na mimi nifuate katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naomba nitangulie kama ulivyosema, nami nakufuata kwa ujasiri na kwa imani katika jina la Yesu. Kuanzia leo natupa nje hofu. Kuanzia leo natupa nje hofu, natupa nje mashaka, natupa nje kutokuamini katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba unayeishi, naomba nisaidie, naomba nisaidie. Huu mwaka nimeujua ni mwaka kuteka, ni mwaka kuongeza mipaka, na ni mwaka kupata upenyo, ni mwaka kukaa alipokuwa amekaa adui, ni mwaka kumiliki alivyomiliki adui katika jina la Yesu. Na Pasaka hii imenihuisha tena kujua umiliki ulioniahidia, nami naingia kwenye urithi wangu, naingia kwenye urithi wangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Neema ya Bwana iko mahali hapa, neema ya Bwana iko mahali hapa, neema ya Bwana ipo kutusaidia. Neema ya Bwana inakubadilisha historia, neema ya Bwana iko kubadilisha historia. Ninatangaza katika jina la Yesu, ninatangaza katika jina la Yesu, historia ibadilike, historia ibadilike, historia ibadilike. Majitu yang'olewe, majitu yang'olewe, majitu yang'olewe, majitu yang'olewe, majitu yatoweshwe katika jina la Yesu. Majitu yang'olewe, majitu yatoweshwe. Nasema katika mamlaka, natangaza kwa mamlaka, na nena kama mwenye mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Kila kazi ya adui, kila kazi ya adui, kila kazi ya adui, kila nguvu iliyozuia, ninaivunja vunja na kuitowesha kwa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu mwana Mungu aliye hai, ninaomba kama ulivyosema na ukanipa kusema. Niwabariki watoto wa Mungu hawa Baba. Miaka ya kubaki pale pale imekwisha kwa jina la Yesu. Baba, miaka ya kwenda kupoteza imekwisha katika jina la Yesu. Miaka ya kwenda kuumia imekwisha katika jina la Yesu. Miaka ya kwenda kukandamizwa imekwisha katika jina la Yesu maana Mungu aliye hai. Baba, unaumba historia mpya, unatengeneza historia mpya, nami nainena leo, nami natangaza leo, nami naisema iwepo. I speak it into being in the mighty name of Jesus. I speak a new history. I speak a new era, a new dispensation of time katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ninaitangaza, I speak it into being, naisema iwepo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, nasema asante. Baba, nasema asante.